Sisi sio wendawazimu. Tunajua misingi ya haya. Wawezeshaji wakubwa, wawezeshaji namba moja, wajumbe na mabalozi, kuanzia mabalozi, wajumbe, wenye viti wa serikali za mitaa, jeshi la polisi. Ushenzi na uchafu mnaofanya jeshi la polisi, kubaka watoto wa watu, kuwalawiti, kuwafanyia kila uchafu. Sisi hatuna mioyo ya jiwe, hatuna mioyo ya jiwe. Nataka niwaambie kitu kimoja, tunalipa kisasi. Tutalipa kisasi. Hatuwezi kuwa watu ambao tunachezewa namna hii. Hatuwezi. Tunakoelekea, askari, jeshi la polisi, kila askari atabeba mkewe na watoto kwenda nao kazini ili wawe salama. Naomba iwaingie akilini. Sisi sio mafala, sisi sio wajinga. Tunakoelekea Mulilo, utabeba familia yako, utaenda kuishi nayo huko hotelini unakoishi sasa hivi. Mafelo, ulishakimbiza familia. Ndugu zangu nyinyi askari wadogo wadogo wenye vimshahara vyenu vya 300, 400, naomba mniwaambie kitu kimoja. Kama mmeoa, mmeolewa, mtaanza kubeba familia zenu na kuenda nazo huko mnakoenda kumpambania Samia. Si mnatufanya sisi ni wendawazimu? Kwamba nyinyi muue ndugu zetu afu sisi tunyamaze? Hatutoweza. Hii ni vita rasmi ambayo mmeianzisha. Hii ni vita. Hatutokubali. Nataka niwahakikishie hatutokubali. Ninyi wenye vitu wa serikali za mitaa mnaojikuta ni miungu watu, mtabeba familia zenu, mtaenda kukaa nazo huko kwenye ofisi zenu, lakini still familia zenu zipo kwenye majumba yenu. Hatutokubali. Hatutokubali. Sisi sio wapumbavu. Tunajitoa. Tumepoteza ndugu zetu. Scam na tukimbiza. Mnaua ndugu zetu kila siku. Mnafanya utekaji kila siku. Mnawalawiti, alafu mnawarekodi. Mmembaka mtoto wa watu, mnamlawiti huku mnamrekodi mwanaume mwenzenu. Hatutokubali. Na hamtotuua wote. Polisi, wenye nyumba ambao mmewapangisha askari hawa polisi wauaji, narudia tena, ninyi wenye nyumba mmeingia kwenye uwezeshaji wa haya mauaji na ubakaji na ufiraji. Wenye nyumba mliowapangisha hawa watu mmeingia kwenye kundi la uwezeshaji wa haya mambo yanayoendelea Tanzania. Mtajua wenyewe, muwaondoe au mbaki nao. Tumebakisha siku chache sana. Endeleeni kutuona kama sisi ni wendawazimu, lakini tutahakikisha kila nyumba ya askari, kila anayejijua ni askari wa hii nchi, analia msiba tuliolia, analia msiba tunaolia. Mnadhani ndugu zetu wana amani? Mmefika mahali mpaka ndugu zetu mnawatisha, mmejikuta miungu watu. Nasema hivi, hii siku ya leo iandikwe, kila mmoja awe na kumbukumbu nayo. Leo ni tarehe 27 mwezi wa 12. Kila nyumba ya askari tutasalimiana. Tutahakikisha tunasalimiana kwa namna ambayo nyinyi mmeichagua. Sisi hatuwezi kuwa wajinga kiasi hiki. Mmeua Watanzania zaidi ya 10,000, lakini still mnaendelea kuua. Mnajisikia. Jeshi la polisi, watu mliowateka juzi, mmemteka Nicodemus, mmemteka. Mnajua mlikompeleka. Mnajua mlikompeleka. Muachieni kijana wa watu. Muachieni kijana wa watu kabla hii tarehe 1. Muachieni. Mnajua kwamba sio adui. Tunachokipambania sisi, tunapambania taifa. Ndani ya taifa kuna wazazi wenu, kuna wajomba zenu, kuna watoto wenu, kuna majirani zenu na marafiki. Lakini jeshi la polisi, nyinyi ndio vita kubwa katika nchi. Nyinyi mmeacha kufanya majukumu yenu, mmekuwa wanasiasa. Mmekuwa wanasiasa. Mmeacha kuwa watetezi wa raia, mmekuwa wauaji wa raia. Sasa sisi hatutokubali. 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 Vita ambayo mmeitaka tumeipokea. Zidisheni ulinzi kwenye familia zenu. Ninyi wenye nyumba ambao mmepangisha hao watu, nataka tu niwaambie kitu kimoja.
Sisi sio mafala. Sisi sio wajinga. Wao si wanateka na kuua kila siku. Petroli haifiki hata 5,000, hata 3,000 haifiki. Na kiberiti na wakumbusha kwamba ni shilingi 100 tu ya hapa kwetu. Hii ni vita rasmi. Mmeanzisha vita. Mulilo, unaona fahari sana kuua na kuteka watoto wetu. Mafiele. Mkurugenzi wa makosa ya jinai ni mtu ambaye ninamrespect. Nimekaa na kuongea na wewe kwa mara nyingi sana, na marapisi wa mkoa wa Dar es Salaam hakuna ambaye mimi sijawahi kuwasiliana naye. Mlichokubaliana ni kuendelea kuwatuma vijana wenu na kuja kuteka watu, kuwaua, wengine kuwabaka. Si ndio? Si mmeshindwa kabisa nyinyi kumaliza hii vita. Mmeamua sasa nyinyi muanzishe vita, lakini nyinyi muwe salama na familia zenu. Hatutokubali. Tarehe 1 imebaki siku chache sana. Wenye vitu wa serikali za mitaa na wajumbe, tuko pamoja na nyinyi. Tuko pamoja na nyinyi. Kama unasema mimi sihitaji shida, achia hiyo nafasi. Lakini iandike hii tarehe ya leo. Tunakuja kuwasalimia. Tunakuja. Mambo yanayoendelea kwenye nchi ni mambo ambayo yanatisha sana. Ndugu zanguni, ni mambo ya kutisha. Ni mambo ya kutisha. Ndugu zetu wanauawa. Kosa letu sisi ni nini? Kuitetea nchi. Kosa letu sisi ni nini? Ni kuwatetea nyinyi na familia zenu. Ndio kosa letu. Mpaka mnatuwinda na kutumaliza, kutuua na kutubaka kiasi hiki. Mnachukua watuhumiwa mnawapeleka huko Oysterbay, mnawapeleka vituo vya polisi, mnaenda kuwaulia huko, mnaenda mnawabaka huko. Sasa tuko tayari. Kwa lile ambalo nyinyi mnalitamani, tuko tayari. Mmefika mahali mpaka mnawasumbua wazazi wetu. Ina maana wao ni kosa kutuzaa? Kwani sisi mnadhani sisi hatujui wazazi wenu wanakopatikana? Nyinyi mbwa nyie. Tunajua wazazi wenu, kwamba yani wewe askari tuende tukamtese mama yako kwa sababu tu alikuzaa. Si ndicho mnachokifanya? Kwa sababu kama juzi mlienda kwa Malisa mkaenda kusumbua wazazi wake, mnamaanisha wazazi wa Malisa walikosea, wamefanya kosa lao kubwa ni kumzaa Malisa. Hicho ndio mnachomaanisha, kwamba kosa lao ni kuwazaa na kati. Sasa tunasema hivi sasa hivi, kama kosa ni kuzaa, wazazi wenu pia walifanya makosa makubwa sana kuwazaa nyinyi mbwa, wauaji, wafiraji. Walifanya makosa sana. Sasa hivi tuingieni tu. Tumekuwa wajinga kwa muda mrefu na mnasema tumefeli, hatuna jipya. UVCCM mnatumika sana kuua watu. Sasa nyumba za CCM, kama nyumba yako mnajihusisha na mambo ya CCM, uwe sijui mjumbe, siwe nani, ongeza ulinzi. Tunakuja. Tunakuja. Sisi wote tunapenda uhai. Hakuna mwanadamu asiyependa kuishi. Lakini tumefika mahali tumekuwa wapole, mnatupanda vichwani, mnatuvua na chupi, mnatufanyia mnavyotaka. Tumechoka. Hatuwezi tukajitoa bure bure, ndugu zetu wakafa bure bure. Tunahitaji hii nchi ikombolewe. Samia hatukutaki kwenye hii nchi. You have to go. Hatuwezi tukapoteza ndugu zetu bure bure. Hatuwezi. Endeleeni kutuona wajinga. Leo ni tarehe 27 nimeongea haya. Serikali za mitaa, endeleeni na huo upumbavu na huo ujinga mnaoufanya huko mitaani. Endeleeni nao. Lakini hii tarehe ya leo mtaikumbuka maisha yenu yote. Mtajuta. Na maanisha mtajuta. Mimi mwenyewe ninao ndugu askari. Ninao. Watu wanaofanya kazi serikalini na mimi ninao. Lakini na mimi nawaambia tu, Mungu awalinde. Kama mnatenda haki, Mungu awalinde. Kama mtendi haki, nendeni. Ya wakute yote anayowakuta, hata kama ni ndugu zangu. Vipi wanangu? Kama unaamini Tanzania mpya inakuja, na kama unaamini hii nchi tunayokwenda kuikomboa, comment hapo chini, Tanzania mpya inakuja. Kisha like, share, iwafikie wengi na wengi, na kila mmoja akapate kwenda kuamini kwamba Tanzania mpya inakuja. Kwa pamoja tunaweza. Sio kila anayepambania taifa mnahisi analipwa. Mnanielewa vizuri?
Mimi sina hiyo njaa kusema eti naweza nikalipwa kwa ajili ya kutetea haki. Mimi ni mtu ambaye siku zote nasimamia haki. Mimi huwa sio mtu wa kuona maovu yanaendelea nikakaa kimya. Sijaumbwa hivyo. Na wote wanaonijua wanajua mimi ni mtu niliyenyooka. Panapokuwa pumbavu wana fix. Ila nyinyi UVCCM kwa kuwa mmezoea kila jambo lenu liende mpaka mlipwe, mnalipwa vya 10,000 nini. Unaona? So sio kila mtu yuko hivyo au ameumbwa hivyo, hapana. Kingine kitu ambacho niwaambie, nyinyi wenyewe mnajua kabisa kuna matatizo kwenye taifa. Mnajua. Ila mnapindisha ule ukweli. Kitu kingine ni kwamba kwa sasa acha tu niwaambie kitu kimoja. Niwarudishe nyuma. Hayati Magufuli ndo chanzo cha haya yote yanayotokea. Niulize kwa sababu gani? Kwa sababu Hayati Magufuli yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kuua vyama vya upinzani. Aliviua kabisa. Yeye ndo alikuwa wa kwanza kuleta mfumo wa kuondoa wapinzani. Na sio kwamba enzi za Magufuli watu walikuwa watekwa, walikuwa natekwa, lakini ni hao wanasiasa. Tena waliokuwa natekwa enzi za Magufuli walikuwa matajiri. Matajiri sio maskini. Lakini Magufuli alichokifanya, yeye alijiconnect na wananchi wake, yani kiasi kwamba hata wananchi kiwaambia ni kuhusu Magufuli walikuwa wakuelewa, kwa sababu alijiapproach akajiconnect nao, wakampenda na kumpenda, wakuona yale maovu yote. Ndio maana enzi ya mambo ya kuwa vyama vya upinzani vya siasa vilianza enzi za Magufuli, na kufungwa na siasa walifungwa sana. Wengine kuuawa, waliuawa wengi. Kwa hiyo matatizo yote chanzo alianzisha ni Magufuli. Yeye ndo alianzisha. Kwa hiyo huyu Bi Msumi na anayefanya anajipa ujasiri, yeye ni kwa sababu anaua na hataki kujali wananchi wala kujua karibu na wananchi. Yeye kwake hayo mambo simwambie, hataki kusikia. Kitu ambacho ndo kibaya zaidi. Alafu kuna hizi takataka za UVCCM. I say mimi ukweli sina njaa, sina shida ya kitu chochote kwenye hii dunia. Kile nilichojaliwa nacho kinanitosheleza mimi na familia yangu, yani tuna furaha na amani, tumeridhika. Ila wewe unayeuza nchi yako kwa ajili ya 10,000, nyinyi watu wa UVCCM mnapewa 5,000, 10,000 mwende tu kwenye makomenti mitandaoni nini. Mwisho wa siku ile 5,000 inaisha kwenye kununua vocha tu. Alafu jioni unalala njaa. Unalala hata bila kula. Kodi yako ya nyewe unapoishi ujuta ilipaji. Alafu nakuja tena mtani, kazi huna. Na ndio UVCCM kazi huna. Ila kazi tu, Bi Msumi kaupiga mwingi. Bi Msumi kaupiga mwingi upi? Wakati Bi Msumi mshenzi tu. Next time msiwe mnachagua viongozi ambao wapo kwenye hizo hali zao za sijui za unani gani. Bi Msumi hafai period. Hivi hawa mashehe wanatafuta nini? Jamani, mimi binafsi nimechoka na hawa watu, nimewachoka. Yaani ni kila siku afadhali ya jana. Nye Krismasi tunakula sisi huku ambao tumealikwa sisi, nye na wahusu nini? Kama nye ni wema sana, yani nye kwamba nye mnasema kwamba hiyo dini kwamba sijui ndo dini ya haki, hii dini ndo dini ya haki ya Kiislamu, kama mnavyotuambia misikitini dini ni ya haki. Eti kwa nini msomee muda mkamwambia huyu mtu afachie nchi yetu atupe haki zetu? Kila siku Uislamu ni dini ya haki, ni dini ya haki. Mnatupigia kelele tu dini ya haki. Haki gani mnatuambia? Haki ya kuua watu? Haki ya kuteka watu? Haki ya kudhulumu nafsi za watu?
haki ya kudhulumu, yani kudhulumu watu wako magerezani wamefungwa hawana hatia, ikaika kibao. Yani tumechoka jamani, msituchoshe zaidi. Hizi sikukuu haziwahusu, kaeni kimya, fungeni midomo kama mnavyonyamaza huyo Samia anavyoua watu. Msituchoshe. Mnajua kabisa yani kuna leo lakini mjue kuna kesho. Yani hata muwe mmezeeka, tunawaambia hata muwe mmezeeka mtaenda kufia jela. Hichi mnachokifanya baadaye hakuna kuwatetea. Huu ujinga sisi hatutaki. Msione kwamba sisi kwa sababu tuko chini, nyie mkiita tu mapesi yenu tu huko mnatupasua vichwa tu, tumechoka. Kama nyie mnaishi kirakshari huko, jamani, watu tumefiwa na ndugu zetu wameuliwa jamani, watu bado wanaendelea kutekwa. Hivi jamani, nyie mnatuchukuliaje? Mbona mnatuchosha akili? Hivi sisi tunaongea mambo ya maana huku, nyie mnatuletea mambo ya dini. Sasa haya Christmas nimealikwa mimi, nimekula mimi, wewe inakuhusu nini? Hivi kwa nini usinyamaze kama unavyonyamaza watu wanavyouliwa? Umekaa kimya tu. Wengine mmekaa kimya, mmesubiria Christmas, mnakuja mnalopoka tu kama mmetiwa vidole vya matakwa senge. Mjue msituchoshe. Tunawatukana kwa sababu tu mnaona lugha za laini hamzielewi nyie. Sisi tumechoka. Tuna maumivu, tuna hasira, tumechoka. Tunataka nchi yetu. Hebu mwambieni huyo atupe nchi yetu. Sisi hapa tutaki mambo ya dini. Yani nyie mnasema dini ni ya haki, lakini mko bize. Yani kama hamuoni kinachoendelea. Watu tunadhulumiwa haki zetu, watu wametekwa, watu wanaendelea kutekwa mpaka kesho watu wanatekwa. Mmekaa kimya. Mnasubiria eti Christmas imefika, mwaka mpya umefika, sikukuu haziwahusu, sijui nini. Nyie mkome kabisa, yani mkae na familia zenu, mkae kimya tena, mkome. Tunawatukana kwa sababu tumewachoka na tabia zenu. Mmekaa yani mpo kinafiki, wanafiki wakubwa nyie, wanafiki wa binafsi, roho mbaya, uchawi tu. Sisi tunaongelea masuala ya siasa huku, masuala ya nchi yetu, watu wanatekwa, watu maisha yametubadilika, maisha yamekuwa magumu. Tunaongea tunataka mabadiliko, nyie mnaleta usenge tu, mnakuja sijui mambo sijui mara dini imefanya hivi mara hivi. Sisi tunaongea masuala ya dini hapa. Amna tuletea upumbavu wajinga nyie. Sasa nyie nao maaskofu yani tena mko busy. Teki wakija, Katoliki wakija wakiongea, vijana wasikilizwe. Vijana wanataka nini? Hemu wasikilizeni. Toeni haki. Nyie mnakuja tu mnaongea. Haki haiwezi kupatikana bila amani. Hivi nyie mnajifanya kwamba hamna akili Mnatuona sisi kama mikundu yenu kwamba mnaweza mkatutumia mnavyotaka, si ndio? Kwamba nyie mnaweza mkatucontrol. I say, tuheshimianeni jamani. Kwa sababu nyie mmeshindwa kutuheshimu, sisi hatuwezi kuwaheshimu hata kidogo. Tena tuwaambie, unapovua nguo mbele ya watoto ukajiona kwamba eti unatoka, kwanza yani ukajiona eti kwamba huonekani. I say, mnatakiwa kujua kwamba yani hawa vijana sasa hivi sisi hapa mnotuona yani ni zaidi ya moto. Yani tena msuvuruge jamani. Yani hiyo misikiti mtakuja mnani wenyewe huko mnani wenyewe mtakuja kuwalipua, mtaamini. Kwa sababu sisi tunaongea mambo ya ya maana. Mtu anaua watu, mmekaa kimya. Mtu anateka watu, mmekaa kimya. Mnasubiria eti msile ubwabwa wa Christmas. Mkipewa pilau msipokee. Mara sijui hizo sherehe za Mayahudi, sijui wanahitaji mmesemaje ili sijui Mayahudi sijui manini sijui nini mmesemaje. Hivi nyie yani mimi kila siku naomba Mwenyezi Mungu awape hukumu inayowastahili kuanzia hapa yani nyie na vizazi vyenu mnaojiita mashetani tu nyie.
watu wanatekwa, ndugu zetu wamekufa, tunaishi yani tuko tumejificha kama wakimbizi, hatuelewi, yani tumechoka, yani maisha yenyewe ni stress. Jamani, sasa tumechoka. Hatutaki stress na nyie. Tumewachoka, maisha tumewachoka, ni vile tu. Ila jamani, tukikomboa nchi, tuwa promise tu, yani jela itawahusu. Jela itawahusu, tumewachoka. Mnaleta uchochezi wa dini, yani nyie mnakuja kuongea ushetani wenu. Na mpo tu mnazurura tu barabarani, mko free, yani mnaongea mnachojisikia. Mtu akiongea kama hivi tayari muhaini, yuko jela. Nyie mnataka sisi tufunguliwe kesi za uhaini mpaka nani? Nyie mko tu wahaini wakubwa, nyie ndo mmekaa huko mmetulia tu. Mtakuja kulia na hakuna mtu atakaye kuja kuwafuta machozi nyinyi na familia zenu, iwe mvua iwe jua. Kuna muda huo Samia yani atakuwa hayupo, anayewakingia kifua, na ndio hiyo siku itakapofika mtakuja kulia, kwa sababu tumewachoka. Hii ni Afrika. Hii ni Afrika, sio Arabuni huko wala sio wapi. Hii ni Afrika. Hatutaki ushetani wenu, msituletee ushetani huo ubaguzi, ubinafsi. Yani mpo tu yani kama mashetani wachawi nyinyi. Tumeweza kwa sababu tumeona mataifa ya nje hayatoi msaada tena Tanzania, na kuna vikwazo vingi vya kiuchumi Tanzania. Sasa hili la kwenda paralyze kwenye mabarabara, na ndo tulilokuwa tumelipanga litimie tarehe 9. Tarehe 9 tulipanga, na ndo maana zile ruti zikapangwa kwamba tukitoka UN tuende tukakae bandarini paralyze pale, ndo mizigo inaposhuka ambayo inaenda mataifa mengine kama Uganda na wapi, Rwanda, Burundi. Tukitoka pale tukaparalyze uwanja airport, tukitoka airport. Hiyo ni kwa Dar es Salaam. Na mikoa mingine pia tuliwaambia watu wakae sehemu kama mastendi, kama wilayani pia wakae kwenye mastendi, kwenye makutano ya barabara yanayoingia kutoka mikoani au wilaya zingine, ili kukata tu mawasiliano ya kisafari, mawasiliano ya kiuchumi. Sasa mimi ninajibu hivi: ili haya yote yafanikiwe, tunahitaji kuhakikisha tumeshinda kuwatoa watu barabarani. Kitu kigumu na nilichokiona ni shida na upesi ni kuwatoa watu ndani, kuwaondolea ile hofu, kuwaondolea zile hofu na wasiwasi na uoga. Tukisha tu ingia barabarani, sasa maamuzi yanabaki kuwa yetu. Na kitu kingine hatutahitaji kwa sasa au kwa kesho au mpaka tutakapokuwa barabarani kutajua location, kwamba piteni barabara hii, kutanieni barabara hii, kwa sababu tarehe 9 tulishuhudia walienda kudhibiti zile sehemu ambazo tulitaka kukutania. Kwa hiyo tutataja location, tukisha shinda tuko barabarani, ndio tutaamua sasa kwamba tukakae bandarini, tukakae wapi. Ikulu sio sehemu ya kwenda watu 10,000. Ikulu ni sehemu ya kwenda watu kuanzia 100,000 na kuendelea. Na Ikulu sio siku hiyo twende. Tukisha fanikiwa kuingia barabarani, Ikulu tutaenda hata siku ya pili tukiwa nambi ikiwa kubwa zaidi. Tumesha paralyze, hakuna movement yoyote kwenye nchi. Ndio sasa tuna uwezo sasa wa kusema sasa jenzi tuko labda 200,000, tuko 100,000 na kwa mkoa wa Dar es Salaam tuende Ikulu, kwa mkoa wa Dodoma tuko watu 100,000 tuende Ikulu. Kwa hiyo jibu langu na msisitizo wangu ni watu kufanya juhudi ya kuwatoa watu ndani. Kumbukeni dada zetu wale wa mama zetu wauza michicha, dada zetu, ndugu zetu wengi wanaofanya bodaboda kazi, wanaofanya kazi kwenye magereji, yani sehemu tofauti za kiuchumi, za kiutafutaji, kwenye mastendi,
Watu wengi hawana simu kubwa, watu wengi hawajikimu kimawasiliano, wengine hawana hata VPN. Ndo tumeamua kampeni ya kusambaza vipeperushi. Kila Mtanzania ambaye anaisikia hizi sauti, jukumu tulilonalo ndani ya siku 4-5 hizi ni kusambaza vipeperushi. Tukishaingia barabarani, maamuzi ni yetu sasa sisi kuparalyze na kuikomboa nchi. Asanteni. Sawa, thank you Tanzania. Kuna mtu mwingine alikuwa anataka kujazia hapo. Okay, nilikuwa nataka niongee mimi. Nilikuwa nasema hivi. Sisi pamoja na kwamba tuna hoja ya kuzua taharuki, lakini pia lengo letu la msingi kabisa namba 1 ni kuparalyze. Tunazua taharuki, lakini lengo letu namba 1 kabisa ni kuparalyze. Kwa hiyo tunaungana mkono na hiyo hoja, tutatoka taharuki, tutazua katika maeneo ambayo tunajua tuna paralyze kabisa, kama magari hayatapita, malori yale yasiyo vyakula, basi ya mkoani hayatapita, tutachuma matairi barabarani, tutafanya kila kitu, lakini lengo letu kuu ni kuparalyze. Kama alikuwa anaongea kaka nani pale ambaye alikuwa umeweka sauti yake pale, tunaungana naye mkono kabisa. Lengo kuu la maandamano yoyote ni kuparalyze. Kwa hiyo tunaunga mkono hiyo hoja. Sawa, thank you so much guys. Sasa mimi labda niseme kitu kimoja. Toka juzi nimekuwa namtafuta huyu jamaa wa kutu connect na Wamasai ili tuweze kushirikiana nao. Kesho asubuhi pia nitajaribu kumpigia tena, au nitajaribu kumpigia mtu ambaye namjua anafanya naye kazi ili tuweze kujua tunafikia wapi, tuweze kutoa update mapema, tuwapate hao. Tukajua tukishapata nao ndugu zetu, wingi unaongezeka, namba inaongezeka, na ndio kitu ambacho pia tafikiri tunakipambania. Namba ikiingia mtaani haiongopi. So yeah, alafu pia mimi nilikuwa nimesuggest kitu kimoja hapa, sio na nyinyi mnakionaje, kwamba zile barua za kwanza zilizotumwa polisi na kila sehemu za kutoa taarifa kwamba tunataka kuandamana, nimemwambia Pasama anitumie hizo barua, mimi nitume mtu na anaweza akaenda pia akiwa live kuzifikisha pale, kwa sababu nasikia kuna watu walikuwa wanasema, Dayona alipanda akasema kwamba hizo barua zilitumwa kwa njia ya kidigitali, kwa hiyo amesema anatakiwa mtu aende. Kwa hiyo kama watatupa hizo barua, mimi naweza kuandika nyingine kwa watu wengine hapa, tukashare mawazo wote kwa pamoja, tukaziandika nyingine tukazipeleka. Lakini kama zile zipo na nyinyi mlizipitisha, labda kama mmeshawahi kuziona mkazipitisha, basi tutumie tu hizo. Au kama kuna tunaweza tukaandika nyingine pia, sio mbaya. Mimi naweza nikaandika, tukashare mawazo wote hapa, nini kiandikwe tukaandika. Tunajua hawawezi kuzichukulia maanani, tunalijua hilo, lakini kwa sababu ni nchi ile na ina sheria zake, tutafuata zile procedure ili kesho na kesho kutwa wasipate excuse ya kusema kuna hili na hili na hili hamjalifanya. Kwa hiyo kuna barua zilitumwa, lakini tunaweza tukaandika nyingine. Nyinyi sasa hapa tutakubaliana, alafu mimi nitatuma mtu akiwa live anaenda kuzipeleka pale, ili kesho na kesho kutwa watu wakitoka wasiseme kwamba hawakufuata sheria, sio hawa wahalifu, sio wauni, sio magaidi. Kuna barua ililetwa, mlipia stamp kwamba mmeipokea na tunayo hii hapa. Kwa hiyo hili ni kitu ambacho pia nimekisuggest leo, kwa kama mmeona kinafaa twende nalo. Marquez, tamani, unamtuma wapi hapo? Hapo Tanzania au nje ya Tanzania? Yuko tayari. Unataka kumtekesha huyo mtu wako. Unataka kumtekesha huyo. Sasa tusilete uoga. Tusilete uoga. Hebu nisikilizeni. Sasa huo ni uoga. Sasa bwana hasa kama yuko hapa tayari simnamkatisha tamaa tena. Marquez, kama hapo tayari hatuna shida. Yuko tayari. Ni yeye mwenyewe ndio amejitolea. Wala haina shida. Yeye mwenyewe amejitolea. Haina shida kabisa. Amejitolea yeye mwenyewe na akaniambia mimi niko tayari kuipeleka. Asema sawa kabisa. Na mimi nilikuwa na shauri sehemu moja. Nilikuwa na shauri sehemu moja tu kwamba barua tayari zipo. Haina haja kujisumbua tena kuumiza nguvu, kutumia nguvu kubwa, kuumiza kichwa. Barua tayari zipo. Zibadilishwe tarehe, ziende hizo. Lakini nafikiri moja ya vitu ambavyo vilizungumza hiyo basi itafanyika. Mimi nafikiri kama ipo ya Sama akasema ataongea na Habil, watanitumia hizo, alafu nitakuja kuzisoma hapa nyinyi kiziafik, basi zitatumwa kule ziwe printed, zitapelekwa. Lengine ni kwamba tukumbushane tu,
serikali ina nguvu, tunaijua hiyo, yaani sasa hivi iko very strong, japokuwa tumeweza kuiparalyze kutoka tarehe 29 Oktoba, lakini bado inaendelea kusimama. Kwa hiyo ili tuweze kuiangusha, tunahitaji kupiga kwanza miguu ile, tumbo nini, yani tunamdhoofisha, ili tukija kuingia sasa kwenye lengo kuu kashachoka. Lakini sasa hivi bado mabawa yake yanatanua, yani bado yumo. Kwa hiyo ili kumtoa moja kwa moja hatuwezi kwenda kwenye lengo kuu tukafanikiwa kama hatujaanza one step at a time. Kwa hiyo lazima tupige mdogo kama hivyo. Mara tumeenda kuzuia magari ambayo kama Duda alivyosema, magari ya mafuta yale tayari hapo kuna hela haijaingia siku 2-3. Tukifanya hivyo kuna pesa hapo haijatembea, serikali inasimama kwa sababu ya uchumi. Hela ikiingia mfukoni yenyewe ndio inapata kusimama. Haya mambo yote wanayofanya ni kwa sababu ya pesa, uchumi. Kwa hiyo uchumi wako mtaani kwenye halmashauri, kuna watu wanatembelea mavieti zaidi ya 6 hawana kazi yoyote wanafanya. Kitu cha kushangaza, ukienda Temeke Dar es Salaam, halmashauri kuna afisa kilimo. Temeke kuna shamba wapi? Halmashauri ya Temeke wapi kuna shamba? Dar es Salaam. Halmashauri ya Ubungo Dar es Salaam, shamba unapata wapi? Kuna afisa kilimo wa wilaya, ana gari, ana ofisi, analipwa mshahara, na hiyo ofisi yake ina watu wengine, watu wa kilimo. Dar es Salaam, afisa nyuki Dar es Salaam. Na Dar es Salaam hakuna nyuki. Iko ya tucheke na mashine kwanza. Yaani hii nchi ukifuatilia, yaani Tanzania nzima bajeti ya mwaka ya magari ya viongozi wa serikali kila mwaka bilioni 5, VAT kila mwaka bilioni 5. Kwa nini mtu asipewe Land Cruiser muda wote? Samahani Twa, hiyo point ndio nilikuwa nataka nikukumbushe ili pia iwe kwenye rekodi kuhusu msafara wa magari ya viongozi. Nchi hii mpaka sasa hivi mzazi anakwenda kujifungua anaambiwa akanunue vifaa vyake, wakati unakuta waziri mkuu anatembea na Land Cruiser karibuni 10. Wakati hata waziri mkuu wa Uingereza ama wa nchi yoyote ya Ulaya atembei na huo msururu. Hii bajeti yote hii kwa nini tusiwekeze kwenye hospitali? Kina mama wakajifungua, watu hawana uwezo, unamwambia mume wake kanunue vifaa vya kujifungulia. Unamkuta mtu anahangaika akipata kibarua 15,000 kwa siku. Huyu ni msaidizi wa ujenzi wa kibarua. Kwanza atakula nini? Atasevu nini? Ili aende akanunue vifaa vya mke wake siku ikifika vya kwenda navyo hospitali. Hiyo ndo uelimishe hii misafara ya viongozi ya magari jinsi gani inatukwangua na kuturudisha nyuma. So, thank you Twa, endelea. Bilioni 5 kwa ajili ya kununua magari mapya ya serikali. Sasa wewe mtu analipwa mshahara mzuri, anakaa ofisini kuna kiyoyozi. Kwa nini asikopeshwe gari kwa kipindi chote ambacho atakuwa yuko ofisini? Kwa nini kama anataka gari, kwa nini asikopeshwe na kukatwa kwenye mshahara wake? Na kwa nini kusiwe kuna magari ya ofisi ayanunuliwe magari kwa matumizi ya muda mrefu kama Land Cruiser, watu waweze kuafford? Kama pale Dar es Salaam VAT Dar es Salaam ya nini? Mtu anafanya hivi bilioni 5 ni milioni 5,000 Bilioni 5 ni bilioni 5 ni milioni 5,000, yes. Sababu bilioni 1 ni milioni 1,000. Bwana. Yes. Kwa hiyo pale Temeke, yani mimi of course natolea sana mfano pale Temeke kwa sababu mimi nimeishi Temeke, nimefanya siasa, najua Temeke jinsi ilivyo. Pale Temeke unaweza ukatembea. Yaani ukitoka pale halmashauri ya Temeke kwenda Keko, hata na bodaboda yako tu unaenda, hata na baskeli. Unafika mapema kabisa. Mtu wa Dar es Salaam kama unataka mkopeshe vits, atembelee vits. Akitaka gari nzuri, anunue gari nzuri. Kwani kwenda ofisini kuwatumikia wananchi unahitaji mpaka uwe VAT ya nini? Yaani unampa heshima nani? Yaani sisi maskini unatupita barabarani na VAT lako, hatuna maji, umeme hauwaki, hatuna madawa hospitalini. Hilo VAT inamsaidia nini mwananchi? Kwa tunataka kuna clip ambayo ilitembea baada ya maandamano ya Oktoba 29. Kuna bonge mmoja alikuwa amekaa kwenye VAT na nafikiri mbunge au wabunge haramu. Alipita mtaa mmoja anambia, "Kwa nini mnaandamana? Acheni bana, msifanye hizo." Na afu akatoa 100,000 yuko kwenye gari. Ile clip ilitembea. Ile clip imenitia hasira sana. Natamani yule jamaa
Ile clip nilitazama mara 10 nikalia machozi. Yaani ilinitia hasira sana. Eti yuko ndani anatoa hela, lazima mshandamane bwana, mshandamane. Yaani endelea tu bro. Kwa hiyo ndugu yangu, Dar es Salaam. Twende kwenye shule zote za Dar es Salaam. Tatizo tunakosa akili. Dar es Salaam ni eneo ambalo halina maeneo makubwa. Lakini ukihesabu shule za magorofa Dar es Salaam, unakuta kuna shule moja na watoto 2,000. Shule ya madarasa ya kawaida katikati kama Dar es Salaam. Kwa nini usijenge madarasa ya gorofa kwenda juu? Kwanza utaokoa ardhi ya kutosha, utakuwa na madarasa ya kutosha na ardhi itaendelea kuitumia kadri ambavyo utaiweza. Lakini Dar es Salaam madarasa ya chini, madarasa ya vumbi Dar es Salaam. Watoto wanakaa chini Dar es Salaam, pale Dar es Salaam. Sasa kuna haja gani ya mtoto wangu anakaa chini, alafu wewe utembelee V8 Dar es Salaam? Muda wote alizimwe liko nje ya halmashauri. OCD V8, Kiyoyozi, meya V8, mkurugenzi V8, mkuu wa wilaya V8. Moja tu, maji hakuna. Watoto shuleni, madarasa, walimu hawapo wa kutosha, watoto wamesoma wengi wako mtaani, lakini kila mtu ana V8. Hii inatia hasira, yani hii inatia hasira sana. Nimalizie na Mwenge. Mwenge wanajenga darasa moja kwa thamani ya shilingi milioni tuseme milioni labda 20 au milioni 30. Darasa moja tu lile wanajenga tuseme kwa milioni 20. Yanakwenda kuzindua msafara wa magari zaidi ya 200 ya Mwenge, yanakwenda kuzindua darasa moja. Hiyo shule, yani baada ya msafara kuzindua na kuondoka, hiyo shule itabaki haina walimu wa kutosha. Hizo fedha za kwenye misafara ya Mwenge karibia mabilioni ya fedha kuzunguka Mwenge nchi nzima. Kwa nini ule Mwenge usiupeleke makumbusho ya taifa? Mtu yoyote ibaki, kwani vitu vingapi vibaki kuwa makumbusho ya taifa? Kazi ya Mwenge wanasema utawashwa mlima Kilimanjaro, uangaze penye upendo, kwenye chuki ulete upendo, penye giza ulete mwanga. Huo Mwenge Tanzania unatekeleza misingi yake ya kuanzishwa Mwenge Tanzania. Sasa hivi watu wamekufa, unatembeza penye chuki ulete upendo, penye mwanga ulete giza. Tangu umeanza kukimbiza Mwenge, umeme haupo wa kutosha, chuki imezidi kuongezeka. Huo Mwenge kwa nini usiende makumbusho ya taifa? Msafara wa Mwenge ni zaidi ya bilioni, msafara mmoja wa Mwenge kwa siku zaidi ya bilioni 1. Magari zaidi ya 200, magari yameongozana yanakimbiza Mwenge moto. Dar es Salaam watoto wanakaa chini, unakimbiza Mwenge wa nini? Mwenge kama unaupenda upelekwe makumbusho ya taifa. Mtu akiutaka, na maana sisi tukasema kwenye sera zetu za msingi, sisi mzee, Mwenyezi Mungu akitupa kibali cha kuongoza, mbio Mwenge utakimbizwa mbio moja tu kutoka sehemu ulipo na kupeleka makumbusho ya taifa. Mbio ya Mwenge itakuwa ni moja tu na utakimbizwa kwa baskeli kwa sababu umetuaibisha. Kwa hiyo utapelekwa popote, utachukuliwa Mwenge kwenye makumbusho ya taifa, utakaa huko Mwenge. Pesa ambazo zilikuwa zinakimbiza Mwenge zitakwenda kujenga madarasa na kuajiri walimu. Wewe fikiria leo hii wazazi wamesomesha watoto wao, wako mtaani, wana degree nzuri, lakini kila shule haina walimu wa kutosha. Lakini kuna walimu walevi wako mtaani, kuna walimu hawana ajira wako. Kwani twa hizo sheria za Mwenge, kwani kuna shida gani zikitolewa kama zinatia hasara? Hizo hoja ukisoma historia za mijadala ya Mwenge bungeni imeshatolewa mara nyingi, lakini CCM uchawi wao nadhani upo kwenye Mwenge. Ukitaka mkosane na CCM wewe zungumza habari ya kuvuta Mwenge. Ni wapumbavu sana hao. Wapupuzi sana. Kwa mfano Mwenge ukienda pale Temeke ukalala kwa mfano pale Mwembe Yanga, ikifika saa 11 na saa 12 wanaanza kugawa kondom. Yaani za nini sasa? Wanaingiza watoto wetu kwenye maagano ya kipumbavu sana. Mwenge ulale watu wazini na waondoke, kwa sababu Mwenge huna kazi nyingine. Kazi ya kwenda kuzindua miradi tu na kukimbizana, wacheze disco. Wait, wanagawa nini? Wanagawa kondom. Wanagawa kondom. Kwani eneo ambao Mwenge utalala unagawa kondom na uambiwe nenda nao nyumbani, unaambiwa kesha hapa salama. Deki. Kwa hiyo ndugu yangu Nuluvazi, kwa mfano katiba, ninamalizia mwishoni kabisa, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukienda Kenya, kwa mfano hapa Tanzania, sasa hivi mtoto wako ili awe Mkristo, unapenda aende kanisani, kama ni Sunday school, atasoma vizuri Biblia ili aweze kuifahamu
akalili maneno ya Mungu, aweze kumhofu Mungu na aweze kuishi katika tumaini la Kristo. Kwa ndugu, sisi Waislamu tunapeleka mtoto madrasa ili aweze kusoma vizuri juzuu, asome vizuri masaf, amjue Mwenyezi Mungu, aweze kujua dini wakati yuko mdogo. Lakini utakuta mtoto anakuwa anaijua Biblia vizuri, mtoto anakuwa anaujua msaafu vizuri, lakini mtoto huyu apewi haki ya msingi ya kujifunza katiba inasema nini kuhusu nchi yake, aweze kupigania na kuzijua haki za msingi. Kwa nini katiba isifundishwe shuleni kuanzia darasa la kwanza? Mtoto aende shule anajua, mimi haki za binadamu, siruhusiwi kunyanyaswa. Haki ya polisi akija kunikamata anatakiwa kujitambulisha. Nchi yetu inaendeshwa kwa mfumo wa vyama vingi. Sisi Watanzania tuna haki ya kuchagua. Kila Mtanzania ana haki ya kutoa uhuru wake. Kwa nini katiba isifundishwe shuleni kama ambavyo Biblia na msaafu inavyofundishwa makanisani na misikitini? Ili Watanzania, unajua tukiijua katiba, yani hutaruhusu mtu achome Biblia kwa sababu umeisoma. Hutaruhusu mtu achome msaafu kwa sababu unajua ni kitabu cha dini, umejifundishwa, unajua thamani yake. Lakini leo hii ukikuta mtu anachoma katiba ya mtu utashangaa. Kwa sababu gani? Hujapewa uzalendo wa kuheshimu na kuijua katiba ya nchi na kuitetea na kuipigania. Ndio maana Watanzania, na hii elimu wanatunyima makusudi ili Watanzania wasijue katiba ili washindwe kuitetea. Ukisoma rasimu ya Jairus Warioba, Watanzania hawa ambao wananisikiliza na wengi wao wametoa maoni kwamba katiba ianze kufundishwa shuleni kuanzia darasa la kwanza na kuendelea. Watanzania wote wajifunze katiba kama sehemu ya sheria. Ni maoni ya Watanzania kwenye rasimu. Nafikiri hata wenzetu wanafanya hicho kitu pia tu. Wapi? Nafikiri hata wazungu wanafanya hicho kitu. Yes, wanafanya hivyo. Hata ukienda Kenya tu hapo wanafanya hivyo. Kwa hiyo ndugu yangu, tuna mahitaji mengi sana ya Watanzania. Kwa hiyo katiba tutaipata. Tutakuwa napewa fursa ya kutoa elimu, lakini hii katiba kwani nani Nurvazi, si Ulaya, si unaona watoto wadogo wanafundishwa kuujua mji wenu? Yani kwa mfano kama sisi hapa, mtoto kidogo kinajua madaraja ya mji wetu yako mangapi, milima ikoje, makanisa tunayo mangapi. Hapa kanajua kila kitu hapa, vitoto vidogo tu cha darasa la kwanza. Alafu yani vinafundishwa kuipenda nchi yao. Ndio mengine. Hebu muulize mtoto wa kizungu hapa eti anaijua Tanzania, anakuambia hajui. Afundishwa hata geography. Anajua mama hajui. Kaka Twaa, kitu kingine cha mwisho napenda umalize nacho ambacho kwa kweli kinaniuma sana roho. Yaani nilikuta jirani yangu, nimewakuta watoto wako nje. Namwambia mbone muda wa shule hawa wako nyumbani? Ananiambia wamerudishwa shule. Kwa nini wamerudishwa shule? Anasema shule za serikali, shule za msingi za kapa, sio naita shule za kapa, sio za nini hizo. Mtoto anatakiwa aende shule kila siku na shilingi 1,200. Eti imefikia hatua kwamba mzazi akikosa hiyo 1,200, kama huyu mtu nayemuongelea hapa ana watoto 3, wote wako shule ya msingi, yeye mwenyewe anafanya biashara ndogo ndogo barabarani. Sasa atapata wapi shilingi 3,600 kila siku ya mtoto wake aende shule? Alafu walimu mnafikia hatua ya kuwarudisha hawa watoto nyumbani. Mnataka waje kufanya nini? Vitoto vidogo, yani paka roho inakuuma, unatamani upasuke. Vinacheza kwenye vibaraza, vimekaa. Vimerudishwa shule. Baba anasema, "Nitapata wapi 3,600 waende nazo shule eti ya chakula?" Uko shuleni wanapewa sijui uji, sijui nini. Alafu wakirudi nyumbani watataka. Tanzania ni ya kwetu, kazi hii haina likizo. Wala sio kazi ya siku moja. Nikitaka mpaka mwisho. Usijione kama tumefika mwisho. Hii kazi ya kupigania taifa, nchi, ni kazi ambayo tunapigania mpaka mwisho, sio kazi ya siku moja. Hii kazi ni ya muda mrefu. Usichoke, usikate tamaa. Umepata elimu hapa, mwambie mama yako, mwambie girlfriend wako, mwambie dada yako, mwambie rafiki yako wa karibu, aanze sasa kujifunza mambo ya kuipenda nchi yake. Kaka Sama, asante sana, nitumie fursa hii. Nuru. Kaka Nuru, asante sana, nitumie fursa hii. Usiondoke kwanza nani, labda kama unamwahi shemeji. Usiondoke, yeah. Subiri kwanza. Kuna msanii mmoja ambaye mimi binafsi naona aliingia kwa sababu ya upepo. Unajua sasa hivi
Sasa hivi wasanii ukiongelea habari za haki ndio content ambayo kwa wale ambao wanachukua kama content, ila mimi sichukui kama content. Ni kama nani? Ni kama maisha halisi kwangu mimi. Kuna topic ambayo inawagusa watu wengi, ndio maana unakuta watu wengi wanajaa kwa sababu wote ni victim. Sasa kuna msanii mmoja ambaye nitataka nimuongelee hapa kwa kifupi. Sinaga kaida ya kuongelea. Kuna mtu anaitwa Lukamba. Lukamba umepata airtime kubwa sana kwa sababu uliingia kwa ajili ya kuwatetea wananchi. Umeelewa? Lakini wewe sio mwanaharakati halisi. I want to address you today. Wewe sio mwanaharakati halisi kwa sababu umeishia njiani. Na wewe ulikuja kwa ajili ya kupata kitu fulani. Kwa sababu kwa kipindi hichi kama ungekuwa ni mwanaharakati, sio kipindi cha wewe kutoa nyimbo ya mapenzi. Unatoa nyimbo ya mapenzi. Nani ambaye anapenzika kipindi hichi? Kwa hiyo na ndio maana umeona kuna watu wamekususia hata muziki wako kwa Instagram. Kwa hiyo mimi mwingine akiniambia mwanaharakati, mwingine ukija kuniambia mambo ya sio Lukamba, na kuona maajabu sana. Wewe ulikuja kwa ajili ya kupata kitu. Unaelewa? Ndio maana baadaye ukanyamaza kimya. Kama mmefuatilia, hayupo tena. Kwa hiyo huyo mtu mtoe kwenye list ya watu wapambanaji. Mtoeni kabisa. Huyo alikuja kama mtu anaposti hivi, anaposti kama eti posti. Jamani, ameshaona kijiji kimekubali. Ameshaona kijiji kimekubali, anapostia mtu fulani eti, "Oya mwanangu huyu nifanye naye collab au vipi?" Unatuchukuliaje jamani? Unatuchukuliaje? Wewe huwezi kuwa mwanaharakati. Wewe huwezi kuwa mwanaharakati. Wewe ni chawa kama chawa wengine. Kaka Nuru, asante. Niwaache muendelee na mjadala. Mimi nitarudi sio muda. Kwa hiyo Mungu awabariki. Mimi mwenyewe kesho nitaingia kazini, kwa hiyo kuna mtu anaitwa Sama, hujamsalimia mtu anaitwa Sama. Kaka Sama najua, nilimuona kuna sehemu nilifika nikamkuta. Kwa hiyo mimi nashukuru watu wote ambao wamenisikiliza. Ngoja kwanza usiondoke. Sama hebu ni mute kwanza bwana. Kuna watu 429 wanataka kukusikiliza huko Instagram. Wamelala maana unajua Sama ni mzee. Mzee. Ya, mimi nipo. Mzee. Niambie. Ndugu yangu wewe, unasikiwa bwana huko na watu nani? Nilikuwa nasikiliza Nondo. Nilikuwa nasikiliza huku na cheki boli. Nimefurahi Matanzania yalipata penalty. Nimeomba yashinde yale maganda yakavuruga. Anyway, yameshatoka Matanzania, yameshatoka. Hawezi kumfunga huyo Mwarabu. Anyway, na penyewe tujisongezeni. Yaani sisi tuna paralyze. Paralyze ambao mnaipenda Tanzania, kazi kwenu. Wewe timu gani inashikiliwa na Makonda ukaipenda? Anyway, Toa yuko hapa bwana. Nitaka umsalimie Toa. Imeshaishia huko. Hatuwezi kumfunga Tunisia. Atwa nimesikiliza nondo zake hizi nimesikiliza zote nondo za nani? Za katiba na nini? Nimesikiliza. Alafu yani sisi kwa kifupi sisi tumeshashinda. Ila tusema tu watu tunataka ile tuibebe nchi kwa wakati tunaotaka sisi. Yani hawa watu wameshaingia kwenye mfumo kabisa. Yani wamelainika. Mkimuona hata rais mwenyewe aonekani anajificha, ni dalili ya ushindi. Mkiona na mawaziri wanakimbia kwa wanafiki, ni dalili ya ushindi. Haiwezekani. Mbona Mwigulu hajaenda kwa Roman Catholic, amekimbia kwa Marasusa mchambaji? Hiyo yote ni dalili ya ushindi. Ni ushindi. Yani wale watu wa sisi wanakimbia kwa yale machawa tu, ni dalili ya ushindi. Kwa sababu kwenye watu wanaojua wamenyooka hawaendi. Toa kama unataka kushuka ndugu yangu. Hawaendi. Shukrani sana. Kesho tunakuhitaji tena hapa. Kwa hiyo yani bili wewe jikaze kidogo. Yani anaangalia wale ambao wanamsifia kwanza ndio anawapa mavyeo. Inatakiwa katiba tubadilishe ili tupate uwezo wa kumchagua kiongozi tunayemtaka sisi. Tunalia kwa sababu ya katiba, kwa sababu katiba ni dhaifu. Tunaongozwa na majitu ambayo hajatairiwa mioyo. Ni magovi, kuna mtu anasema ni magovi. Mimi nawaitaga ni magovi. Ni magovi wote wa mioyo. Kwa sababu haiwezekani tunaona tuna tatizo lakini watu wanalifumbia macho. Kwa sababu ya maslahi binafsi hawawezi kuongea. Ni kizazi cha namna gani hichi? Ni kizazi cha namna gani? Kizazi cha namna gani?
Huwezi kuona upumbavu Ulaya. Huwezi kuona. Brother Toa, Ulaya huwezi kuona eti mbunge anamsifia rais. Anapewa kiti eti anaanza kuzungumza, nakushukuru mheshimiwa, sijui nini na nini umefanya. Hawanaga upumbavu. Kwanza wanaenda kwenye hoja. Cha kwanza watakuchanganya kichwa rais mpaka upate akili timamu. Kama Samia angekopa Marekani, angekufa na pressure. Muula tu wa kwanza, pia anamaliza tu pap. Sababu Kaiva ametukana. Utamfunga nani? Na kati mahakama yenyewe inajitegemea. Juzi kati nani Trump alikuwa anaomba sijui kuhusu jeshi sijui lifanyaje. Mahakama imemkatalia. Imegoma. Kwa sababu nguvu ya mahakama imekataa kabisa, haitaki upumbavu. Kwa sababu imegundua kwamba ikikubali kuna kitu kinaenda katokea. Wamegundua kwamba ni chuki ya kisiasa, kwa sababu haiwezekani eti ukubali tuwe na nani. Kwa hiyo Watanzania, hapa tunachokipigania sio maslahi binafsi. Unaelewa? Wakinatoa wanapambana, of course wenyewe kwenye politics. Lakini hawa wamekuwa ni waanga wakubwa ambao wanatafutwa na Samia. Wanatafutwa tu kwa sababu wanaongelea haki. Vyama vya siasa havina uhuru. Haya, mmetengeneza vyama vyenu feki, wakina Zito, wakina nani, mnakuja mnavilipa. Alafu mnasema eti mfumo wa vyama vingi. Mfumo wa vyama vingi babu yenu. Ni upumbavu tunafanya. Samia leo anaua watu, anakuja anajisifia kwa sababu ya katiba mbovu hiyo. Alafu Watanzania tuko kwenye mfumo bado wa maji yaliyopoa. Yaani tumetulia kimya, yani kama hakuna kitu ambacho kinaendelea. Tukiwaambia tutoke, sisi hatuna bunduki. Tunawaambia tutoke, namba ndio ambayo inazungumza zaidi. Mmekaa kimya. Ninyi mnanyamaza kimya, maisha ya watoto wetu wanapigika. Elimu wanaopewa haiwasaidii chochote. Bado mmenyamaza kimya. Mwaka unaanza. Sasa wananchi mtatubu, nawaambieni. Mimi nawaambia ukweli. Mimi siwafichi, mwaka unaanza kesho kutwa, mtatubu nyie. Maisha yanaenda kuwa kigongo. Sasa hivi mnalipishwa dawa za VVU bila kufahamu, bila kupenda. Maisha yanaenda kuwa ni mpwito. Tukiwaambia pazeni sauti, mnanyamaza, mnasema mtatekwa. Haya, nikinyamaza mimi, akanyamaza Toa, akanyamaza huyu, nani atakayezungumza? Tumenyamaza kimya. Tunaambia tutoke. Tutoke tuzungumze wote kwa pamoja, tukiwa watu 100,000, hakuna rais, hakuna mpumbavu ambaye anaweza katushikilia. Mimi niliongea na mtu mmoja Toa, kuna mtu mmoja alinipigia simu nani? Yuko kwenye system. Alinipigia simu. Afu naye ni polisi. Akaniambia kazi mnayofanya ni kubwa. Sema sisi huku tuko tunakaangana. Lakini mambo ambayo yametokea Oktoba 29, kuna baadhi ya mapolisi hatujapenda, viongozi wakubwa. Alinipigia na private. Viongozi hatujapenda. Tunachowaambia ni kwamba mkitoka wengi, ni siri ambao wananchi hawajagundua, sema ni kwa sababu wanaogopa kwa sababu kilichotokea Oktoba 29. Ila mkitoka wengi, akanipa na mbinu. Mkitoka wengi, bebeni mabango. Ikifikia mahali wanakuja, bora mpige magoti chini, mnaweka mabango juu. Mnakaa wote. Hakuna polisi atakayewagusa hata mmoja. Wenyewe wanajua siri ni namba, lakini sisi hapa tumekaa kama mabumunda. Mabumunda ni tamu. Tumekaa kama mazezeta, hatuelewi. Tukiwaambia wananchi tutoke, Toa, wanasema tuna maslahi binafsi. Watu wote waliouliwa wale Oktoba 29 jamani, wote wale wamelipwa. Kuna uchunguzi mkubwa sana ambao kujua kama pesa imeingia wapi na wapi. Ni ngumu sana. Hamna kitu kama hicho. Tunawaambia wananchi, tena hasa kizazi hichi ambacho kina nguvu sasa hivi, tutoke kwa sababu tunakoelekea miili yetu itapigwa viboko. Watoto wetu watapiga maiti zetu kwa sababu ya uzembe ambao tunaofanya. Fikiria Tanzania ambayo ina kila kitu. Fikiria Tanzania ambayo ina rasilimali za kutosha. Afu tunaitwa maskini. Ni kweli kwamba serikali haiwezi katupa utajiri wa wananchi wote, lakini serikali ina uwezo wa kuandaa mfumo mzuri, kila mwananchi akafanya kazi na akalipa kodi. Kwa nini wenzetu wanaweza? Kwa nini Toa wenzetu Ulaya mtu anaweza anaosha glasi tu yani bar anapata hela? Kwani sisi kwetu kule hakuna bar, hakuna hoteli? Lakini wenzetu wameweza kutengeneza fursa za ajira kwamba mtu yoyote anaweza kufanya kazi. Mtu yoyote, sio lazima uwe umesoma sana. Kwa sababu kusoma huko ni mambo mengine. Unaelewa? Kuna watu wana vipaji vyao, sio lazima waingie darasani tu. Wetu wa
Lakini wenzetu kuna wazungu pia ni mambulula pia ambao akilini, lakini wenyewe wanaenda na vipaji. Ndio maana wenyewe wana uwezo wakaamua akisoma hicho akiona kipande anaachana nacho, anaendelea kingine. Ila sisi kwetu, si mfumo wetu sisi ni mpaka ukichagua hicho mpaka upige miaka 3 umalize. Na unamaliza kazi, unamaliza kusoma miaka 3, wengine tu miaka 5 huko udaktari, unamaliza kusoma na bado kazi hakuna. Na kati wenzetu wanachagua. Afu imagine Ulaya hata madini hawana, sisi tuna madini. Ardhi nzuri yenye rutuba nzuri. Bandari tunayo. Bandari inaingiza pesa ya kutosha. Ulaya wenzetu hakuna matunda, machungwa hayaoti, mananasi hayaoti, maembe hayaoti, wanachukua kwetu Afrika, wananunua kwetu. Umeelewa? Lakini sisi tumebakia na nani tu kwamba sisi ni nchi maskini. Madini yenyewe ambayo tuko nayo hatuingizi kitu chochote. Hao watu wanatuibia, tukiambia wanatuibia, mnabaki mnatulia, mnasema kwamba mnalipwa, mnatumikishwa na mabeberu. Fungukeni. Tuache uzezeta. Tuache uzezeta. Tuna uwezo, serikali ikatengeneza mfumo mzuri wa ajira kwa kila mwananchi kwa sababu tunalipa kodi. Tunaweza tukasema sasa tunagoma sasa hivi hatulipi kodi, tuone serikali itafanya nini? Tusimame kama wananchi, tukiwaambia manesi, mnesi wa Tanzania, mimi ni nesi. Nesi wa Tanzania bro, walipaswa kuwa ni watu paumbele, wanapewa mshahara ambao unatosha vizuri. Polisi, au wauguzi, wanajeshi, walipaswa wao wanalipwa hela nzuri. Lakini hakuna chochote. Polisi mwenyewe ambaye anatupiga sisi alivyo mpumbavu, akishapata ajali tu, serikali inamtelekeza. Serikali inamtambua polisi akiwa na nguvu tu. Wengi wamenyimwa stahiki zao. Afu yanakuja hapa anashika mabunduki ambayo bunduki zenyewe ni kodi zetu hapa na yanatupiga. Mapumbavu haya. Haya ni mapumbavu. Hakuna polisi ambaye anafika hata milioni 5. Wenzenu Ulaya wanafika mshahara mpaka milioni 6 kwa hela zao. Lakini nyinyi sasa hivi hata 600,000 nyinyi mfiki mabumunda. Tunawatetea baada na nyinyi hata ya Gome, baada hata manesi hata yenyewe ya Gome, tunaambia ya Gome na yenyewe yanabakia kama nesi wa Tanzania wauguzi wakisema wanagoma tu. Serikali lazima isande. Lazima serikali ipate pressure. Lakini haya manesi yamezoea kulipwa 2,200 3,000, hayawezi kuangalia hatima ya kesho. Na nchi ndio inazidi kuzama. Wanaendelea kutupiga. Wanapiga mzigo, wanapeana watoto wao. Sheria za rais wa Tanzania, mtoto wake akishaingia tu fresh anakuwa bilionea. Na mmetulia tu. Baba Levo leo amekuja. Kutoka zao kwenye kamari huko fresh bungeni. Amemsifia rais. Haikumchukua Baba Levo, haikumchukua kuwa na PhD mpaka kuwa mbunge. Ilimchukua Baba Levo kuwa na sifa nzuri, maneno ya ulaghai ya kumlaghai Mama Samia Suluhu Hassan na kumpa nafasi ya kuweza kugombea. Sio, unaelewa? Afu Zito akapigwa chini. Zito alipofala na yeye mwanasiasa mzuri amekubali kuingia kwenye mzigo wa utapeli. Wananchi wa Tanzania, hii inaumiza. Vijana wa kanisani, vijana wa msikitini, hii inaumiza. Nyie ni watu ambao mko educated, lakini sasa hivi mmepoa kama watu ambao hata elimu zenu ambazo mmepata hazina faida tena. Mnaongozwa, vijana ambao wako mtaani wana akili kushinda vijana ambao wako bungeni. Anapokea milioni 12. Unanielewa? Haya, ameletwa atuwakebei watu watu wenye ulemavu. Wamempeleka mwanamke ambaye hasikii kwenda kuapa. Bungeni. Hawezi kuongea, anachangia nini? Hii nchi ina matatizo bro. Kaka, nchi ina fungus. Yaani ina fungus. Tunaongozwa na mambulula pro. Kaka Nuluvazi, kuna mtu ameuliza swali la msingi, nimeona nilikuwa nimeliweka hapa. Of course umezungumza kitu cha msingi sana kuhusiana na watumishi wa serikali. Wao wanachojali ni mshahara tu, hawajali kesho yao, hawafikiri watoto wao, kwa sababu ambao hawapati kazi sio tu watoto wa maskini, hata polisi mtoto wake akimaliza chuo kikuu hana ajira mzee. Ukienda hospitalini wao na sisi, angalia nyumba wanazoishi. Nyumba wanazoishi ni za ajabu, mishahara wanayopata wao na sisi tunakopa wote kausha damu. Wote tuna maisha magumu, kwa hiyo hakuna aliye yuko salama. Kuna mtu anauliza, mimi na marafiki polisi wengi sana. Kuna ambao tuko naishi mtaani. Tunagongeana hizi bukubuku, anakuja ghetto, tunapiga ugali dagaa fresh. Maisha yanaenda. Unaelewa? Kuna mwingine ambaye iliniuma zaidi, alipataga ajali yule msera. Mshikaji wangu vibaya, alafu yuko ana roho nzuri. Ni polisi, sio kwamba kuna polisi ambao wana roho nzuri. Wako na roho, sema Samia amewavika hilo vazi baya.
na wengine wameingia huko wamenogewa, wengine wanaua watu wakiwa wamevuta mabangi. Bro, huyo jamaa alipata ajali, afu ni mdogo, young kitu. Alipata ajali, anadai stahiki zake mpaka leo hajapewa. Kwa hiyo polisi ni wa muhimu wakiwa na nguvu tu, wakiwa wako hai, yaani wakiwa wako fresh, wanaweza kukimbia huku na huku wakarusha yale mabomu yao ya machozi na nini na nini. Lakini wakishapata matatizo bro, Samia anawaacha, serikali inawaacha. Yaani polisi anachoweza kupata kwa haraka ni bunduki na kirungu aende Lindo. Imagine. Yani bunduki na kirungu uende Lindo, tunakupatia haraka iwezekanavyo, lakini masuala ya maslahi hapana, hapo tutasameana. Kuna mtu aliuliza swali hapa Nurvazi kwamba hivi katiba mpya tunayoitaka inasemaje kuhusu bunge, mahakama na serikali? Kuna mtu ameuliza mara nyingi sana. Sasa nataka tu nimjibu kwa kifupi tu. Ukisoma rasimu ya Jacinta Warioba, hiyo rasimu ya wananchi ambayo huenda wewe kutoa maoni, lakini rasimu ya Jacinta Warioba ilizungumza kuhusu bunge ambalo tunalitaka sisi wananchi. Kwanza wabunge wote wakienda pale bungeni Dodoma watokane na kura za wananchi. Yani sisi wananchi, kura ya mwananchi yoyote kipigwa iwe na uwezo wa kuhesabika na uwezo wa kutangazwa. Akishinda Chadema atangazwe, akishinda ACT atangazwe, akishinda CCM atangazwe. Hatuhitaji tume impendelee mtu yoyote, lakini tume ya huru na haki, si tu kwa jina, ionekane kama ni huru na ionekane inaendelea kutenda haki. Tunataka katika uchaguzi wowote ule mwananchi, mgombea kama mimi nagombea, wakala wangu, kwa sababu asilimia kubwa wizi unaendelea kukuatua mawakala ndani ya vituo. Mimi nikiwa na wakala wangu kwenye kituo, asiojiwe na tume. Mimi ni mwanachama na chama changu, nimempeleka wakala wangu, ninamwamini mimi, aende akasimamie kula zangu. Ni sawasawa nikiwa na duka nimweke mwajiri wangu. Kazi ya kuchunguza tabia yake nzuri ndani ya familia sio kazi ya TRA, ni kazi yangu mimi, ni mwaminifu. Mimi kazi yangu ni kulipa kodi kwa serikali. Kwa nikiwa na wakala wangu, uaminifu wote aulete kwangu. Wewe kazi ya tume, acha asimamie kula zangu, baada ya hapo achukue matokeo yangu aondoke. Kazi ya kusema waleteni mawakala wote tuje tuwaapishe. Unaenda kwenye jimbo kama la Kongwa, kuna kata nyingine, kutoka kata nyingine kwenda kata nyingine kama kilomita 20 mpaka 30. Unawaambia ukusanye mawakala wote wa vituo vya jimbo zote, vituo zaidi ya 2000 kwenye kituo kimoja, mkurugenzi aende akawaapishe. Ili iweje? Kwa hiyo sisi tunataka wakala wa chama cha siasa ibaki kazi ya mgombea. Cha pili, kwenye uchaguzi pale bungeni Dodoma, wale wabunge tuwe tuna uwezo wa kumweka mwezi wa kwanza, akizingua mwezi wa 6, wananchi tuwe tuna uwezo wa kupiga kula ya kutokuwa na imani naye, tumuondoe, tuweke mwingine. Hii ndio inaleta heshima na nidhamu. Ila ukimpeleka pale mbunge Dodoma, anajua mimi nikishaingia pale Dodoma kutoka baada ya miaka 5, anaweza akalala, achangie, asichangie, atapata mshahara wa kodi ya wananchi. Hawafikiri wananchi. Tunasema kabla ya mbunge Nimesema sama. Twae. Ikishindikana hapo bwana, uje tu huko mjini TikTok. Let me try again to kumshusha. Alafu tujaribu mara ya mwisho. Tujaribu mara ya mwisho. Tujaribu tena mara ya mwisho, my brother. Story yenu inahusu nini? Yaani ameuliza swali kinafiki kweli, story yenu inahusu nini? Story yetu inahusu akina nani? Mama Amina. Yaani ameuliza kabisa swali kama UVCCM kabisa. Inahusu nini? Nitoe block TikTok. Uliandika nini ndugu yangu? Usikuta uliandika ujinga ndio maana ukablokiwa. Jamani, kama una join, tuko hapa tunapata nondo nzuri sana kuhusu katiba yetu ya Tanzania. Kuna mambo mengi sana ambayo hatuyafahamu. Na ndio maana tunashindwa
kuwajibika kama wananchi, kwa sababu kuna vitu ambavyo tuvijui. Kuna vitu ambavyo tunadhani ni sahihi lakini sio sahihi. Twae njoo nani Insta nani TikTok. Njoo TikTok tu. Huko unaona pamezingua. Nyewa ndevu. Au ulijiona ni ndevu tu. Hujaona kuna nondo hapa. Ngoja nishuke kwa chini hapa aweze kupanda hapo kwenye nafasi yangu. Yeah, alafu kama na swali nitakurequest kama na swali. No. Bado maana maswali mengi. Anytime. Karibu sana. Toa tu rudi nani shuka pande zetu TikTok huko. Maana hata huko pia wanasikia. TikTok watu wako 500. Alafu watu wa TikTok nani share live basi hapo mtap screen kwa sababu tunajua kanuni za TikTok. Ukitap screen ina interact watu. Tunahitaji Watanzania wengi wafahamu kuhusu katiba. Tanzania leo ajui hata haki zake 3 tu za msingi. Kuna mmoja jana nikamuuliza unajua haki zako 2, akashuka haraka. Angesema basi haki yangu moja ni kuishi. Hajui. Sasa kama mtu ajui haki yake kwamba ni kuishi, atakwambia rasilimali ambazo zipo Tanzania. Hawezi kukujibu hicho kitu. Naomba moderators wa TikTok mkimwona Twa amepanda hapo juu, amejoin TikTok, naomba mpandishe. Huyu bwana ni mtu wa muhimu sana kwa sababu ya swala la katiba. Nasema angalia, rasimu ya Warioba kumbe kuna kipengele wananchi walikuwa ni maoni yao. Wamesha comment kwamba jeshi la polisi lisiwe tena ni police force. Iwe ni police service. Yaani wakasema kwamba polisi anapoenda kumkamata mtu lazima awe amevaa jezi. Lazima awe na mwenyekiti vitu kama hivyo watu hawafahamu. Umenisoma? Toa amerudi tena hajakata tamaa. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza kupitia katiba. Hapo kuna kitu nilikuwa nataka nikuongezee. Polisi kuna police service na kuna police mambo hapa. Malizia tu. Kuna kitu ambacho nilikuwa nataka nikuelezee. Kama ukiwa Ulaya kuna police task force na kuna police service. Police service ni wale ambao wanaokwenda nyumba kwa, kama ukipiga simu labda kituo cha polisi wanakuja kwako, una matatizo gani, sijui ni nani, wanakusikiliza kama raia. Police task ni wale ambao kwamba kuna matukio ambayo yanahitaji task force, sio ya kuuliza. Alafu kuna police force ambao ni ina force situation yoyote ambayo kwamba hawezi kuicontrol, inabidi wanaweza kuiforce. Hiyo tu nilikuwa nataka kuongezea hapo. Lakini kwenye mambo ya Tanzania, polisi yoyote wa Tanzania hawezi kukuuliza wewe una shida gani, anakuja na kuataka na kupiga makofi, anakuzibua, anafanya hivi. Hiyo hamna polisi kama hivyo kwenye dunia. Umeona? Hamna. Vitu kama hivi vya muhimu sana kuna nini? Kuambizana, kufundishana. Bwana, imekataa wewe mwisho wa siku ikakubali. Inibidi nilistart simu kabisa. Okay. Yeah. Tuendelee. Sijui swali ile unalikumbuka. Nilikuwa namalizia mchakato wa katiba mpya Tanzania. Watu wasema tutumie mbinu gani ili tupate katiba mpya. Nimesema zimeshaundwa tume karibia 4. Tume ya Jaji Nyalali, Jaji Kisanga, tume ya Jaji Bomani nadhani na Jaji Sinde Warioba. Wote wamezungumza kwamba katiba ya mwaka 1997 ya sasa ina mapungufu. Jaji Warioba alipopewa jukumu yeye alizunguka nchi nzima na Watanzania walitoa maoni. Wanawake walitoa maoni, wanataka 50% kwa 50 kwenye halmashauri wapigiwe kula wabunge wawili. Na ilikuwa inapunguza yani kama ambavyo wabunge wa viti maalum sasa hivi walivyo, na vile vile uwiano kwa ule kwa kuna 50 kwa 50 kwa upande wa wanawake. Lakini wakati mkwamo wa katiba mpya tukaenda kwenye bunge la katiba, CCM walikuwa hawataki kusikiliza mambo mema ambayo sasa wananchi wanayataka. Kwa mfano wananchi walipendekeza wenyewe tuwe tuna Tanganyika irudi, tuwe tuna rais wetu wa Tanganyika. Wazanzibari wabaki na nchi yao ya Zanzibar, kuwe kuna rais wa Zanzibari, ikiwezekana kuwe kuna rais wa jamhuri. Sawa sawa. Sasa hivi watu hawaelewi. Tanganyika hatuna rais. Ukienda Zanzibar wana bunge lao. Zanzibar
Na sasa nazungumza, nataka nikwambie mkwamo kwa nini ulikwama katiba, tusonge mbele. Zanzibar wana bunge lao. Zanzibar wana spika wa bunge. Zanzibar wana mkuu wa majeshi. Zanzibar wana mahakama, wana jaji mkuu wa mahakama. Wewe, afu hizi ngoja nikwambie, na mandevu yangu yote sijui hichi kitu. Na sasa. Kuja nando baba. Zanzibar wana mawaziri wao. Sawa. Zanzibar wana madiwani wao, wana halmashauri zao Zanzibar. Na kinachofanyika Zanzibar, tunaingiana kwenye baadhi ya wizara ya mambo ya nje, na kuna baadhi ya mambo ambayo sisi hizo wizara ziliundwa rasmi kukandamiza maslahi ya Wazanzibari. Sisi hatukatai muungano uwepo, lakini Zanzibar waamue mambo yao na Tanganyika tuamue mambo yetu. Ndio Watanzania walivyosema. Kwa kuna rais wa Tanganyika, rais wa Zanzibar na rais wa muungano. Kwenye rasimu hiyo imeandikwa hiyo. Ipo kwenye rasimu, nako kukwambia ipo kwenye rasimu ya Isindo Warioba. Watu wakasema serikali tatu zitakuwa zina hapo ndipo mkwamo wa katiba ulipoanzia. Serikali tatu zitakuwa zina gharama. Gharama itoke wapi? Zanzibar wana bunge lao, wanajiendesha hivi sasa. Ukikuna serikali tatu, uwezi kuhudumia bunge la Zanzibar, lipo linajiendesha. Zanzibar wana mahakama, uwezi kutengeneza mahakama Zanzibar, sasa hivi ipo inajiendesha. Zanzibar ina bunge, sisi Tanganyika ni mabunda kabisa. Halmashauri Zanzibar zipo zinajiendesha. Ukiona serikali tatu Tanzania kwa sasa haina gharama yoyote, ila unawapatia Zanzibar mamlaka yao na wana bendera yao, nasikia. Kwa sababu sisi tuna bunge letu, tuna mawaziri wetu. Waziri wa afya wa Tanganyika Mchengerwa wa sasa havuki maji kwenda Zanzibar. Zanzibar na waziri wa afya. Waziri wa elimu wa Tanganyika. Yowe maana tumeroga kwenda Zanzibar. Zanzibar wana waziri wao wa elimu. Zanzibar wana waziri wao wa ujenzi. Waziri wa ujenzi wa Tanzania havuki, wa Tanganyika havuki maji sasa hivi. Kwa katiba ya sasa hivi haendi Zanzibar. Sasa muungano una faida gani sasa? Sasa kazi ya muungano, yani muungano si hatukatai muungano, lakini tunataka watu wabaki na mamlaka yao. Yani sisi ambao tunaweza kuvusha Zanzibar, kuvusha majeshi kwenda kupiga Wazanzibari kipindi cha uchaguzi. Sasa hapo ndipo mkwamo walipoanzia kwenye serikali tatu. Sama nani twae. Muungano una maana mwanangu. Yani tusipepese macho. Wazanzibari hapo Wazanzibari wanaweza kama nadanganya, si mtu apande aseme Mwaipae mbona muongo toka tukalale. Kama ndio hivi bro, muungano una maana. Wazanzibari wana kila kitu chao, yani Zanzibar wana bajeti yao. Zanzibar wana bajeti yao, wana bunge la bajeti. Zanzibar hatungani na sisi. Sasa hivi alisema kipi kitatupatia katiba mpya? Kilicho kwenye nchi kama ya Tanzania, miaka zaidi ya 30 tunadai katiba mpya. Kitakachotupatia katiba mpya ni kile, kwa kuwa viongozi hawasikii. Kile kilichotokea tarehe 29 ndio lugha pekee ambayo viongozi wa Tanzania wanaweza kusikiliza wakatoa madai ya wananchi. Hakuna lugha nyingine zaidi ya maandamano kama yaliyotokea tarehe 29. Hilo la jambo la kwanza. Maandamano yenye nguvu ya wananchi kuishinikiza serikali itoe haki. Hilo la kwanza ambalo limeanza kufanyika tarehe 29. Watanzania mlifanya kazi nzuri. Ile kazi ambayo mlifanya tarehe 29 haijawahi kutokea Tanzania tangu nchi hii iumbwe. Ndio la kwanza. Tumefanya jambo kubwa ambalo la kujipongeza, tumeshinda. Mimi mpaka sasa kauli yangu tumeshinda. Tumeshinda hofu, tumefanya jambo kubwa tarehe 29. Haijawahi kutokea Tanzania. Napaswa muelewe. Asikuwepo mtu akupotosha. Yale maandamano siiti vurugu, siiti mapinduzi, ninaita maandamano ya tarehe 29 ya kudai katiba mpya na mfumo huru wa uchaguzi kwenye nchi yetu ya Tanzania. Ndicho kauli, yani ndio lugha pekee serikali za kifashisti kama CCM inaweza kusikiliza. Hilo la kwanza. Jambo la pili, Kenya hapa yalitokea maandamano kama tarehe 29 mwaka 2007. Walikufa watu zaidi ya 1500 Kenya 2007. Wakenya walikubaliana, kwa sababu wanasiasa wengi wa Kenya ni wafanyabiashara. Wana biashara zao. Maandamano yakitokea wote wanaasirika. Wakasema hapana, hatuwezi kupoteza mali na nchi yetu, tukae chini tuzungumze. Baada ya maandamano watu 1500 kufa Kenya, walikaa chini 2007 wakapata katiba mpya iliyoheshimisha. Hawakuipata kwa kisosi mezani, walipata kwa maandamano makubwa kama yaliyotokea Tanzania.
Kwa hiyo kuna mbinu mbili tu za kupata katiba mpya: maandamano ili wananchi wapate watu watakaoleta katiba mpya, au twende kwenye maliziano. Njia ni mbili: maandamano ya kuitoa serikali, au tupate Afrika Kusini, baada ya mbinu zote, watu kuumia, kutekwa, kufungwa na kuumizwa, walitafuta tume inayoaminika, sio tume ya Jaji Chande ya sasa, watu wanaoaminika mbele za jamii. Tanzania watu wanaoaminika wapo, wakina Askofu Bagonza, wakina Jaji Sinde Warioba, wakina Shivdi, wakina Mzee Kijo Bisimba, wakina Mwabukusi. Kuna watu Tanzania, mtu akitoka akisimama watu wanamwamini. Yana mahitaji muhimu ya wanachohitaji wananchi mezani. Sio yani, achana yale yaliyopita yalikuwa maliziano, ulikuwa ni uragai. Maliziano ya kweli na haki ya kupata katiba mpya, sawa sawa, ambayo Watanzania wamelizia. Tunaenda mezani, kwanza wale ambao wamefanya uhuni wawajibishwe. Kwanza wakili kama tuliua, waliohusika wawajibishwe. Baada ya hapo, kila mtu akiri kwa kinywa chake. Tunaenda mezani, tunatengeneza katiba mpya ambayo haitambeba mtawala, haitawabeba Tukisema tukae kimya, tufumbie macho, tukate tamaa, inaenda kuwa worse zaidi. Na sisi wenyewe wa Tanzania tutakuwa tumehalalisha wasiojulikana waendelee kutojulikana. Tutakuwa tumehalalisha yale mauaji yaliyotokea kikatili. Maiti zimerundikwa kama vile makopa mochwari. Mtanzania hana thamani. Tumehalalisha watu ambao walikuwa bado still wanahema, lakini wamepelekwa mochwari, wakaenda wakafia kwenye mafriji. Hivi mnaweza kufikiria hayo maumivu? Tumehalalisha wale waliozika nguo bila kupata miili ya ndugu zao iwe hivyo. Unaweza kufikiria maumivu kiasi gani? Tumehalalisha wanaopewa kesi za uhaini waendelee kupewa kesi za uhaini. Tumehalalisha mateka ambao walikuwa wanaishi kwa matumaini kwamba ipo siku ndugu zangu watakuja kunitoa hapa nilipo. Basi tumaini lao ndio liwe yani ndio hivyo. Tumehalalisha ukandamizaji. Tumehalalisha unyonyaji. Nashindwa kuongea. Yaani nashindwa kuongea. Hata sijui niongee nini. Hakuna kitu kizuri kilichokuja tu from nowhere. Na tusitegemee malaika atashuka mbinguni aje aitetee hii nchi kama sio sisi wenyewe kujitoa. Yaani tusilitegemee hilo. Jamani, tusilitegemee hilo. Hata hao wenzetu ambao wamefanikiwa walipitia magumu na walijitoa, wakajikaza mpaka wakafikia mafanikio. Lakini sisi tukisema tukubali kuuziwa huu uoga ambao tunauziwa na kuimbiwa wimbo wa amani hali ya kuwa ni vice versa na tumeridhika nao, yajayo yanafurahisha. I'm telling you. Mungu tu pekee ndo tusimamie. Tulisema maandamano ni amani, lakini watu wamewekwa lockdown siku yao ya uhuru wenyewe, afu mnasema Tanzania ina amani. Tanzania ina amani? Mtu unafungiwa ndani siku ya uhuru, unaambiwa